Simu iko? Kwa room. Madharau imeenda wapi? Umetoa wiki nyinyi wote. Madharau imeenda wapi? Yes. Sasa hii ndio malipo. Hii ndio malipo. Na kuna kazi kama hii nimefanya leo asubuhi. Kuna kazi kama hii nimefanya na nimeona mambo inaenda mzuri. Mambo iko sawa. Asante sana. Kazi yako ni safi, nzuri na tena it gives the results that we need. And I'm very happy. Kubali please Stella. Unakubali ulinitukana, ukaniibia, ukaniaibisha. Utazipata Stella, utazipata please. Mlikuwa mnafikiria na joke. Utapata na wigi yako. Mlikuwa mnafikiria na joke. Unajikuna na wigi. Ambia Stella acha na punishment. Hello guys, mazao lakapu msafiri guys kama kawaida mjua kenyo tunafaa. Mjua kenyo tunafanya guys, unajua mwana venye kina nani walikuwa hapa hivi. Tuliwapata wako bedroom wanaenda Fosam. Huyu ni Angie bwana yake, alafu na Makena na sijui ni beshte ya Makena anafanya kazi kwa spa yako. Sawa? Ile yenye umefungua na ukasema pia sijui nani aje kutumia do Makena ile yenye inaingianga, si ndio? So tukapata kumbe analipa hawa. Alafu na wao na mama ya Aroni ndiye alikuwa ameweka security yuko kwa gate. So tukaleta daktari akafanya mama ya Aroni akajikuna kidogo ndiye akatufungulia tukaingia. Unaelewa? So mlikuwa mwambie mwende mvae nguo. Sijui kama mmedecide. Unajua daktari pia anawapeanga time. Umesema aje sijui kama mtarudisha ama itakuwa namna gani? Hakuna unajua bro, mimi sitatishwa na mtu yote. Mali ni yangu, kila kitu ni yangu. Sitatishwa. Unajua you thought utatishia my dad, lakini mimi hautanitishia. Babako mwenye ametoroka. Huyo bebe wako mwenye ametoroka. But mimi ni tofauti. Mwanangu. Mom, relax. Relax. Tuko leta vitu za wenyewe. Usikue na wasiwasi. Leta. Ukijua Pride comes before a fall. Pride comes before a fall. Sasa so kenye sasa daktari amesema tunaanzia ni title deed ya nyumba na Makena utumie Stella pesa yake yenye ulikuwa unapewa kwa spa. Yote. Wewe ndio ulikuwa una manage. Na daktari amesema uko kwa simu. Daktari anasema nilipenda hiyo mwelekeo kwa sababu niliona ni kitu ambacho ni vitu ambazo tunaweza enda navyo sahi. Sawa. Kwa sababu tukisema mambo na logbook ya gari ya Atenza, nimeona mali iko hapa. Na mimi nilikuwa nataka vitu zenye ziko karibu kwa sababu najua wanasema fimbo ya mbali haiwe nyoka. Sasa hii ya karibu ndio nataka tuanze nayo. Na ni kitu ambacho kwa hii nyumba. Sawa, ni vile napendanga kitu kama nataka kufanya, sitaki mwenyewe niende nichukue. Nataka mwenye ako na hiyo uwezo ama mwenye alipatiwa mwenye ako nayo, hata kama anajua mahali iko mwenyewe aenda alete sai. Sawa. So sitaki kwenda shortcut, nataka ni wape last chance. Sasa ukikataa ndio nitajua cha kufanya kwa sababu hiyo ni madharau, especially ananiona ni mzee, anaona kuna kitu ambacho unaweza fanya. Daktari wewe ni mzee, auelewi mambo. Unatembea na huyu shosho kushinda kututishia. Hakuna kitu. Unaita nani shosho? Hakuna kitu tafanyika. Wewe endelea tu kuongea hivyo. Karibu saa hii tu. You're about to know. You don't know nothing, bro. You know nothing. Hakuna kitu. Ngoja utaona. Saa hii tu. nataka wape punishment gani? Unaweza kusema daktari kwa Makena. Hello Makena. Yes. Habari ya wewe? Niko salama. Naona sijaiona mwanadada ambaye anajaribu kudhulumu dada yake mkubwa hivyo na alikupatia na roho moja, na naona alikuwa anataka pia wewe ukue busy na pia ujikimu, lakini sasa unaona umeenda umependua meza, unataka kunyakua kila kitu mpaka umeenda paka bwana mwenye alikuwa mpenzi wake. Asi ati amewahi kosa anything. She has never lacked. Never. Kama Makena yeye akijikuna hapa mimi sina shida. Sasa vitu kama hao mimi hapo huwa siongei sana. Tafadhali kama anaweza kupea last chance kwa sababu simu najua uko nayo, utume hizo pesa alafu tuangalie mashughuli zingine vile zinaendelea. Sina pesa yoyote. For your own sake. Hata najaribu kukusaidia juu wewe ni dadangu, wewe ni damu yangu. Fanya tu hiyo maneno tumalizane. No, Makena, there's nothing she can do. Exactly. There's nothing she can do. Sina pesa. Babe, we've been at it for some time. So there's nothing she can do. Makena. Na wasi endeni mlete tu. Tafadhali endeni mlete. Relax. Hakuna kitu tunafanyika. Just relax.
Nadhani tumefika mwisho ya reli. So labda nirudi kwa mtoto wangu Stella. Aniambie punishment gani alikuwa anataka. Alafu kuanzia hapo nione, kwa sababu hata Mungu mahali Mungu wako anaona nimejaribu. Ndio. Unajua umetumwa na Mungu kufanya hii kazi. Sasa mahali nimefika, wacha sasa sheria yenyewe ichukue mkondo yake. Sawa. Mimi sina neno. So nani ndio atapewa punishment? Nilikuwa nimeelezea tangu mwanzo, nikakwambia watu wote wako kwa mtungi mmoja, kwa sababu wote wanajua chenye wanafanya. Na ingekuwa ati kuna mmoja yuko, wangekuwa wanaenda kando wanajadiliana ama anajaribu kurudisha kuleta uhusiano, lakini sasa unaona wote wako kwa sufuria moja. Na sasa kama ni punishment, ni kila mtu atapata punishment hapa. Ingawa mama tulikuwa tushamalizana na yeye mpaka akakubali. Sawa. Fungua mlango na akatupeleka mpaka aliwapeleka mahali wako. Sasa mambo na mama nimemalizana nao, sasa hawa waine ndio niko nao hapa. Na mambo ambayo amenionyesha mimi sina lingine. Sawa. Bali sasa kufanya kitu ambacho sipendi kufanya. Asante. So punishment unataka gani? Ile tu kama ya mama. Hiyo imenifurahisha sana juu sikuwa naamini, lakini nimeiona kwa macho na nimeona inafanya kazi. Asante sana daktari. Yaani kazi yako ni ile safi sana. Unataka wajikune? Hadi kwa maini. Uko tayari? Na ujui hizo Uko tayari? Niko tayari. Mi sitachukua hizo punishment juu yako. Ni wewe unilipe mimi niende zangu mdeal na issue zenyu. Si umejipata hapa? Nimejipata kia. Shauri yako. You're in the wrong place at the wrong time, honey. Na mimi usiniambie hizo punishment zako hata sitafanya. Hata nilikuwa na niende. Acha nicheke tu. Daktari, niko tayari. Uko tayari? Ndio. Nisalimie. Tuone kama za watajikuna. Sasa si mlikuwa mnasema mwezi. Hey, daktari. Mwanangu. Unasikia venye nimekuambia? Sasa bro tarudisha. Nitaenda kwa draw. Atapata. Iko wapi? Makeno ndio pesa. Sasa kwani mimi nimefanya nini? Mimi sina mali zake, mbona ananipanish na mimi hakuna kitu yake niko nayo? Hapa nyinyi. Umeweka wapi kiburi yenu? Narudisha, niko na msimu, nilipe. Nikuletea simu. Nilipe. Simu, nini kuletea? Mimi kama aliko. Si nilikwambia ufanye hii maneno tumalize. Stella, we can talk. Tunaweza rudiana. Tunaweza rudiana. Mwambie Runi arudishe vitu. Sasa mnanipanish juu na kuna kitu yako niko nayo. Wewe nimepanish kwa sababu ya ile madharau ulikuwa unanifanyia. Nimekuamini, please daktari. Daktari. Rudisha vitu za wenyewe tutolee hapa mimi. Uniletee simu nilipe. Please. Stella, tunaweza rudiana, please. Please tunaweza rudiana. Utazipata, please Stella. Makana. Simu iko wapi? Iko kwa room, nilipe. Mnilete, niko na pesa ndalipa, niko na pesa tu. Bro, utaleta. Nitampatia bro. Nitampatia. Iko wapi deposit? Iko hapa tu, iko kwa draw hapa mahali. Makana. Nitampatia. Simu iko? Kwa room. Mmetoa wiki nyinyi wote. Madharau imeenda wapi? Yes. Iko sawa kabisa. Sasa hii ndio malipo. Hii ndio malipo. Na kuna kazi kama hii nimefanya leo asubuhi. Kuna kazi kama hii nimefanya na nimeona mambo inaenda mzuri. Mambo iko sawa. Asante sana. Hii kazi yako ni safi, nzuri na tena it gives the results that we need. And I'm very happy. Usikwe na shaka. Unataka waende ama Nimefurahi sana. waendelee kidogo? Unasikia? Pole.
Pole, mchukue tu basi kama ni Swali. Si ulinionyesha madharau? Mchukue basi mimi si. Stella, please. Wewe. Stella, tafadhali. Umewahi kosa kitu kwa hii maisha? Stella, please. Wewe nyamaza. Umewahi kosa kitu kwa hii maisha? Hapana, Ile madharau yote ulikuwa. Ron. Wewe. Ile madharau yote ulikuwa unanifanyia. Unakubali ulinifanyia madharau? Nakubali, please Stella. Unakubali ulinitukana. Ukaniibia. Ukaniaibisha. Utazipata Stella, utazipata please. Mlikuwa mnafikiria na joke. Unapata na wigi yako. Mlikuwa mnafikiria na joke. Unajikuna na wigi. Ambia Stella achane na punishment. Anaweza chukua Ron kama unamtaka. Haya basi. Endeni mchukue vitu zenu. Haya, wacha kujikuna. Endeni mchukue vitu zangu. Harakisha. Endeni mchukue vitu zenu. Amkeni muende mkachukue vitu zangu. Utazipata Stella. Title deed na pesa zote zikuje. Makena ndio simu basi ulete. Makena, acha Na wewe ndio title deed ya hii hapo. Amka. Daktari. Yes. Sawa kabisa. Sasa hii ndio malipo yao sasa. Malipo ya kiburi yote mlikuwa ni hapa. nini? Nasema mbio za sakafuni zinaishia ukingoni. Na hapa ndio imewafikisha sasa. Sasa kiburi yao yote imeishia hapo. Kabisa. Matusi yote imeishia hapo. Kujigamba yote imeishia hapo. Na si hao peke yake mtoto yangu. Mimi nafanya kazi dunia mzima. Na hata si lazima nifike huko. Mimi na kuongelesha tu neno moja peke yake kazi itatendeka. Na sasa hawa ndio sasa ni kama example. Sasa kama hawa kama kuna mtu pia ana maneno kama hii, mienendo kama hii, ajionee hapa. Na nanyorosha dunia vizuri kabisa. Sasa chenye imebaki wao mwenyewe utanini waende walete hizo vitu, alafu baada hapo ndio nijue mkutano ya next naleta nini na nini. Sawa. Asante daktari. Chukua wigi zenu, enda ulete simu. Tumie huyu pesa yake. Siko kwa account. Hata ile uchungu na ile uchungu na huzuni nilikuwa nayo ni kama imeisha kuona hii yote. Nimeshukuru kazi yako lakini nimeshukuru, unajua kila pia lazima tuende step by step. Wakati yote iko na mambo mbio kwa sababu napenda pia kupea mtu muda wa kujifikiria. Ukweli. Sasa watu kama hawa nilikuwa nimewapea siku 2, wangekuwa wamejifikiria hatungekuwa tumefika hapa. Na si hao peke yake. Kila mtu ambaye nahudumianga hata kama ako mbali, at least nampea siku 2 kwanza. Sasa nikiona hajabadilika ama uone njafanya kazi, sasa tukifika hapo mimi sina shida. Na hata nikifanya hivyo binguni wanasema kazi mzuri kwa sababu hiyo ni talanta. Sawa. Yes. So simama basi. Utaifanya vitu kama hizi mnafanya? Tutawarudia. Mnaenda posa, mtawahi rudia vitu kama hizi? Tutawahi rudia. Mimi kwanza nitarudi kwa kazi yangu na sitawahi kuwa na urafiki na matabia uache. Wewe utafanya hivi mara mnasema mnafanya na bwana yako. Kwanza hiyo madhara amenionyesha Msafi. Sasa umetulia. Sinishakwambia pole. Ulikuwa unataka nifanye nini after kila kitu? Nimesikia. Sawa, wacha tuongoje wakuje. So kama kuna kitu yako hapa ndani utaweka pamoja. Tukimaliza tafadhali mtu asibaki nyuma yangu. Yaani nikitoka ukwe mbele yangu. Kwa sababu ukibaki nyuma sasa hiyo ni kesi. Tafadhali tumeelewana? Tumeelewana? Au ni wale watu wanafaa kutoka kwa hiyo. Wanafaa kutoka. Asante. Umesikia? Mbele kwa mbele. Umesikia maadhema maroni? Nimesikia. Hata sitaki kuangalia nyuma. Siwezi angalia nyuma tena.